Mabadiliko haya yanaonyesha mwelekeo wa kuimarisha mfumo wa ununuzi wa umma nchini kwa kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika michakato ya ununuzi. Ndugu wanahabari, katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mamlaka ya Rufani imeendelea kutekeleza jukumu lake kuu la kutatua migogoro inayotokana na michakato ya ununuzi wa umma kwa misingi ya haki, uwazi na uadilifu. Hii imefanyika kwa haraka na kwa weledi ili kuhakikisha upatikanaji wa thamani halisi ya fedha na kufanikisha malengo ya utoaji wa huduma bora na kwa wakati kwa wananchi. Ndugu wanahabari, Mamlaka ya Rufani ina jukumu la kusimamia na kushughulikia rufaa zote zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Aidha, Mamlaka ya Rufani inasimamia utawala bora kupitia utatuzi wa migogoro inayowasilishwa mbele yake kwa kuhakikisha kuwa zabuni zinatolewa kwa wazabuni wenye sifa na uwezo stahiki katika kufanya au kutekeleza kazi husika. Hii inawezesha serikali kupata thamani halisi ya fedha katika ununuzi wa umma na kuharakisha upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa wananchi wake. Ndugu wanahabari, katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mamlaka ya Rufani kupitia sehemu ya rufaa, ukipenda kwa lugha ya Kiingereza appeal schedule, imefanikiwa kusajili mashauri takriban 196 yaliyotokana na michakato mbalimbali ya ununuzi wa umma. Aidha, katika baadhi ya mashauri hayo, Mamlaka ya Rufani imezuia utoaji tuzo wa zabuni 43 zenye thamani ya kiasi cha shilingi bilioni 582,801,992 kwa wazabuni waliokosa uwezo wa kifedha na sifa za kitaalamu zinazohitajika kutekeleza zabuni husika. Hatua hii imezuia utekelezaji usioridhisha wa miradi ambao ungesababisha upotevu wa fedha za umma na kuchelewesha maendeleo endelevu na stahiki kwa wananchi. Ndugu wanahabari, serikali ya awamu ya 6 inaamini kuwa usuluhishi wa migogoro hauwezi kufanikishwa katika mazingira ya ubaguzi wala pale ambapo fursa na haki za kiuchumi na kiraia hazitolewi kwa usawa. Kwa hivyo, hatua ya Mamlaka ya Rufani kuzuia utoaji wa tuzo kwa wazabuni 43 waliokosa sifa za kutekeleza zabuni inaimarisha mchakato wa usuluhishi wa migogoro, moja ya falsafa 4 za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanahabari, mwaka 2023 serikali ilitunga upya sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 ikifuatiwa na kanuni za ununuzi wa umma za mwaka 2024 pamoja na kanuni za rufaa za ununuzi wa umma za mwaka 2025. Maboresho haya yameimarisha na kuleta ufanisi katika sekta ya ununuzi na ugavi kwa kuunganisha maeneo mengi ambayo kiutaalamu yalipaswa kuwa pamoja. Hapa ninazungumzia dhana nzima ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi, ukipenda kwa lugha ya Kiingereza supply chain management. Hii inahakikisha mnyororo mzima wa ugavi unasimamiwa kwa ufanisi kuanzia upatikanaji wa bidhaa na huduma hadi usambazaji wa mwisho. Ndugu wanahabari, sheria mpya ya ununuzi wa umma imeleta maboresho mbalimbali katika sekta ya ununuzi na ugavi, hasa katika kupunguza muda wa kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Baadhi ya mabadiliko hayo ni kama ifuatavyo. 1. Muda wa kuwasilisha malalamiko kwa taasisi nunuzi
umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5. 2. Muda wa afisa masuhuli wa kushughulikia malalamiko ya zabuni umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5 za kazi. Aidha, pale afisa masuhuli atakapounda jopo la mapitio ya malalamiko, atatakiwa kutoa uamuzi wake ndani ya siku 7 za kazi na kuwajulisha wazabuni wote walioshiriki katika zabuni husika siku moja kuhusu uundwaji wa jopo hilo. 3. Muda wa kuwasilisha rufaa kwa mamlaka ya rufani umepunguzwa kutoka siku 7 hadi siku 5 za kazi. 4. Muda wa mamlaka ya rufani kushughulikia malalamiko au rufaa umepunguzwa kutoka siku 45 hadi siku 40. 5. Kutokana na mabadiliko yaliyotolewa na sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 pamoja na kanuni zake, mamlaka ya rufani ya zabuni kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na taasisi zinazohusika na usimamizi wa ununuzi wa umma nchini iliandaa kanuni za rufaa ununuzi wa umma za mwaka 2023 zilizotangazwa rasmi katika gazeti la serikali tarehe 31 mwezi wa kwanza 2025 kupitia GN namba 65/2025. 6. Moja ya maboresho muhimu yaliyobainishwa katika kanuni hizi ni takwa au sharti la kuwasilisha malalamiko na rufaa kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yani NeST. Ndugu waandishi wa habari, katika kuendeleza azma ya serikali kuimarisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika sekta ya ununuzi wa umma, hususani ushughulikiwaji wa malalamiko na rufaa zinazotokana michakato ya ununuzi wa umma, mamlaka ya rufani kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, yani PPRA, imekamilisha ujenzi wa moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma, yani Complaints and Appeals Management Module. Moduli hii ipo katika mfumo wa ununuzi wa umma kwa njia ya elektroniki, yani NeST, na inatoa njia rahisi, ya haraka na yenye uwazi kwa wadau wote kushiriki katika mchakato wa usuluhishi wa migogoro ya ununuzi hapa nchini. Labda nianze na swali ambalo ameleta Richard kwetu. Faini huwa hatutozi sisi kama mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Ila kuna mamlaka husika za serikali ambazo sisi huwa tunawasilisha ripoti kwao, na wao wanachukua adhabu au makaripio kulingana na makosa ambayo yatakayokuwa yametendeka. Kwa mfano, kama wewe ni mwanataaluma katika bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi, umegundulika na ikathibitika kwamba umefanya makosa, unaweza ukapewa adhabu na bodi yako, kwa sababu bodi inawafuatilia wataalamu wote wa ununuzi na ugavi hapa nchini. Kumbuka sisi tunashughulika na wataalamu wa ununuzi na ugavi nchini, ndio tunaohusika nao, lakini inaweza ikapanuka, TAKUKURU ikaingia ndani pia pale ambapo kutakuwa labda kuna viashiria vya rushwa vimekuja, unaweza ukafunguliwa au ukachukuliwa hatua na taasisi nunuzi kama we ni mtumishi wa umma, baada ya uamuzi kutolewa na mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, ambao unakuwa ni kwa ajili ya wananchi wote. Wakati wowote mwananchi anaweza akapokea taarifa hiyo, na sisi hutuma taarifa hizo kwa mamlaka husika ili hatua stahiki zichukuliwe. Kwa hiyo ndio ambalo sisi tunalolifanya kama mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Kashaija, umeuliza kwamba fedha za bilioni 586. Nipende kusema tu kwamba hizi ni baadhi za fedha ambazo
za zabuni hizi, yani ukizijumuisha zabuni 43 utapata kwamba thamani yake ilikuwa ni bilioni 586. Kama zingeingia kwenye mikono ya wazabuni ambao hawakustahili, ina maana serikali ingeweza kupoteza fedha hizo. Ndio tunalolizungumzia katika hicho kitengo la Sakina kuhusu miradi mbalimbali ambayo tumesimamisha. Sisi kwanza kwa urahisi ni kwamba serikali ilianzisha chombo cha mamlaka ya rufani ya zabuni za umma ili kuharakisha miradi itekeleze kwa haraka zaidi, kwa sababu ingepitia katika mkondo wa mahakama inawezekana ingechukua muda mrefu, na hivyo kuwanyima wananchi kupata huduma mbalimbali au bidhaa mbalimbali wanazostahili. Kwa hiyo sisi huwa tuna muda wa kusimamisha miradi ile pale shauri limewasilishwa kwetu. Tukishamaliza wanaendelea na mchakato ambao utakuwa lazima waheshimu maamuzi ambayo mamlaka imeyatoa. Asante. Naitwa Deo Kaji Makomba, natoka Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1. Na maswali mawili hivi. Changamoto gani zinakwamisha na kuchelewesha utoaji wa haki kwa wazabuni wanaokata rufaa? Na swali jingine, kuwepo kwa mashauri mengi kunasababisha kwa kiasi gani kuchelewesha utekelezaji wa miradi ya kimkakati? Asante. Okay. Nashukuru. Nianze na hili la mwisho alafu nitakuja kwa Deo. Mashauri 196 yaliyotolewa tuliyoyapokea na kutolea maamuzi yametolewa hukumu mbalimbali. Unaweza ukakuta wakati fulani aidha watu walikosea katika kumpa mzabuni ambaye alikuwa hastahili, au unaweza ukakuta kwamba labda muda wa uhai wa zabuni ulikuwa umekoma. Kwa hiyo kuna sababu mbalimbali ambazo zinazohusika katika haya mashauri 196, na unaweza ukaja ofisini ukapata baadhi ya hizo sababu. Nirudi kwa Deo. Deo, umezungumzia kwamba ucheleweshaji wa zabuni unasababishwa na nini katika haya mashauri ambayo tunayopokea. Ukiangalia kimsingi hatucheleweshi kutoa maamuzi, kwa sababu sisi huwa tunapokea tangu tumepokea mashauri yanakaa kwetu ndani ya siku 40, na baada ya hapo yanatoa mwanya wa serikali kuendelea na michakato ya ununuzi ambayo inaweza ikaleta huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ukiangalia sisi hatucheleweshi kabisa mashauri. Yakija kwetu ni ndani, kwa mfano tangu kusikilizwa shauri mpaka kutolewa likisha kamilika, kwa sababu huwa siku 40 zinaweza, labda tukipata wasaa tunaweza tukaelezana zaidi kwa undani, lakini kuna hatua mbalimbali za siku 40 hizo. Lakini ukija kwa kusikilizwa kwenyewe, tangu kusikilizwa hadi hukumu inapotoka inapaswa kutoka ndani ya siku 5. Haiwezi kuzidi zaidi ya hapo. Kinyume na hapo utakuwa umekosea sheria. Kwa hiyo nipende tu kusema kwako, mashauri yanayowasilishwa kwetu hayachelewi kutolewa maamuzi, kwa sababu hata kwa taasisi nunuzi mchakato mzima unaanzia kwa taasisi nunuzi. Taasisi nunuzi ana siku 5 tangu malalamiko yanapopelekwa kwake. Ina maana mzabuni akishaweka ana siku 5 za kuwasilisha, taasisi nunuzi ana siku 5 za kutoa maamuzi. Kama hata kuwa ameyatoa ndani ya hizo siku 5, mzabuni anachukua hatua nyingine ambayo anaweza akaja kuwasilisha malalamiko kwetu, na akileta malalamiko kwetu sisi tutatakiwa ndani ya siku 40 tuwe tumeshatoa maamuzi. Kwa aina hiyo ninarejea tu pale ambapo kwamba chombo hiki serikali imekiweka ili mashauri au maamuzi yaweze kutolewa
hukumu iweze kutolewa kwa wakati, na ikishatolewa iruhusu miradi ya serikali kuendelea, kwa sababu la sivyo itakuwa inawakosesha wananchi haki zao na huduma mbalimbali ambazo wanastahili kupokea. Nikirejea kwa Mr. Richard, nimezungumza bodi ya ugavi ya utaalamu wa ugavi na ununuzi ni mojawapo. TAKUKURU nimezungumza, mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma ni mojawapo, na hata taasisi nunuzi yenyewe kumshughulikia mfanyakazi wake pale ambapo inapokuwa imethibitika kwamba kweli yeye ndio aliyesababisha tatizo, kwa sababu hatuwezi kutoka tu tukasema kwamba fulani ndio alisababisha. Lazima wao watarudi ndani na kuhakikisha kama kweli huyo ndio aliyesababisha zabuni au shauri kuletwa kwetu. Lakini tunajua mpaka hata sasa hivi, najua kuna hatua ambazo zimechukuliwa kwa watu ambao wamehusika katika hukumu ambazo zimetolewa katika mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Ninafahamu kabisa kuna watu ambao bodi ya utaalamu ya ugavi imewachukulia hatua. Nafahamu kabisa kuna watu ambao taasisi nunuzi baada ya kupokea hukumu kutoka kwetu wamechukua hatua kwa wafanyakazi wao. Kwa hiyo nikuthibitishie au nikuondolee uoga kwamba serikali iko macho katika hilo.